Ukianza kutawala hofu wako mwenyewe, ukaa na akili ya kupanga kuliko kukurupuka, na ukajua kutumia nguvu zako bila kuharibu kila kitu. Na kuhusu kupambana na wengine, mchawi mwenye nguvu hashindani kwa makelele. Hushinda kwa akili na subira na kujua udhaifu wa adui yake. Kwa hiyo natakiwa kubadilika kwanza ndani yangu Ndiyo Hadija, kimsingi ili mtu awe mchawi kamili. Kwenye simulizi kama hizi huonyeshwa akiwa na mwenye siri nyingi na asiyeamini kila mtu, mwenye nidhamu na subira, anayetawala hofu na hasira zake, mwenye akili ya kupanga kabla ya kutenda, na anayejifunza kutumia nguvu zake kwa umakini badala ya papara. Sasa nimeanza kuelewa. Nguvu ya kweli inaanzia kwenye akili. Na hapo ndo safari yako inaanza.
Niliacha dhahabu nikakimbilia kioo. Leo nimebaki na vipande vinavyoniumiza. Mtu akipoteza familia kwa tamaa, hata akipata dunia nzima, moyo wake ubaki maskini tu. Nilichelewa kujua mwanaume mwema sio kubadilisha wanawake kama nguo. Bibi aliniambia dunia tambara bovu, binadamu hawana njema. Shikamoo dada. Marhaba, karibu Aminata. Vipi, Mary yupo? Hayupo, katoka kidogo, kuna sehemu ameenda. Kuna shida gani? Dada, mimi nimekuwa na wasiwasi sana, kwa sababu tangu nimempatia Mary hela ni muda mrefu sana, alafu alisema atanipigia, na maagano yetu ilikuwa pesa nitakayempa nikipata tanipa mara 10, lakini mpaka leo ni kimya, simu hapatikani na muda wa kwenda shule umekaribia. Sasa nitafanyaje? Yeye alisema kwamba nisubiri atanitumia message au atanipigia simu, naye yuko kimya. Ndio maana nimeamua sasa nifike hapa. Na kingine, dadangu kule nyumbani ameanza kuniulizia hiyo pesa, na kila siku ananiuliza mbona kimya, na mimi mwenyewe nimeanza kuogopa. Aminata, usiwe na pressure mdogo wangu. Mambo ya kula ofisini kwetu yamebadilika sasa hivi kidogo, na ndio maana hata sisi tunasubiri taarifa kutoka huko juu. Kweli? Ndio, na kila mtu atapata pesa yake, wala usijali. Na Mary ndio yuko huko kufuatilia hizo pesa zenu. Okay, sasa nije lini ili nipate langu, maana muda shule umekaribia. Kuna nini tena Adija? Usinifanye mjinga mimi. Nasikia unatoka na bungo nyuma ya mgongo wangu. Hapana Adija, umeelewa vibaya. Mimi sijawahi kutoka na bungo. Uongo huo mwambie mwingine. Kila siku mnaonekana mkiwa karibu. Kuwa karibu haimaanishi kuwa tuna mahusiano. Bungo ni rafiki tu. Rafiki? Hizo stories sizitaki. Nakwambia kaa mbali na mwanaume wangu. Lakini Adija, hujaniona nikifanya chochote kibaya. Na wala usisubutu kufanya. Nikisikia tena jina lako linaunganishwa na la bungo, hutopenda kitakachotokea. Sawa, lakini unaanza kunihukumu bila ushahidi. Mimi nimekwambia nilichotaka kukwambia. Kaa mbali na bungo. Wewe subiri tu, atakupigia simu. Na hii haina tarehe maalum ya kulipwa. Na ndio maana hata sisi tunasubiri taarifa kutoka huko juu. Sawa, ila naomba isiwe changamoto kwa dadangu. Hakuna shida mdogo wangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, basi mimi naondoka. Sawa, nenda salama Mary, toka huko ndani. Vipi tena? Mary, itakuwaje sasa? Maana mambo ndo yameshaanza kugeuka hivyo. Sasa tufanyeje? Asa hapa cha kufanya, tusubiri zile pesa za watu wa mwisho. Wakija tu na sisi tunaondoka. Ndio. Hakuna namna nyingine. Ah